Mjambo na karibu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo za habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, kinaendelea kupeperusha habari za kweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, tunakuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. Hii ni Kwetu Kivu Media, kiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho ili upate habari tofauti toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nawatakia usikilivu mwema. Huko Manyema, kupanda kwa bei ya chakula katika mji wa Kindu kunaleta hatari na kupandisha bei ya chakula, hasa mboga kutoka vijijini. Chakula kilichonunuliwa kwa franka za Kongo 15,000 na 20,020 kwa sasa inauzwa kwa franka ya Kongo 35,000 na 10,040. Wafanyabiashara wanawake upande wao wanaongeza bei ya mboga maradufu ili kupata faida. Idadi ya watu inatoa mwito kwa mamlaka kwa kuleta msaada na kutafuta suluhisho kwa hali hii. Siku chache zilizopita, mafuta ya gari ilikuwa ikiuzwa kwa franka 15,000 kwa lita moja baada ya franka 6,000 za Kongo kama ilivyoainishwa katika agizo la gavana. Florence Kizalunga anaripoti. Karibu katika masoko yote mboga zinazidi kutokuonekana na sharia ya usambazaji na mahitaji inatumika. Mwanamke huyu ambaye tuliyekutana naye anaeleza kufadhaika kwake. Mama, leo mimi nanunua legime kwa 1500. Alors que legime tunauzaka 500. Niambie mama, tuko naenda wapi? Hii maisha hii sijui kama tutesha nao wapi. Mungu tu atusaidie. Juma teso na kwa tena ya mingi sana. Si hasa hapa tulifanya nini juu hii mabei yote anze pandaka kila siku. Wauzaji unena kuwa hawana njia nyingine zaidi ya kuongeza bei ili wasipoteze. Tunapandisha sababu karibire napanda sana. Hatukupandisha tutapata kitu. Tulikuwa nalipa 20,000, 25,000 na kwa 40, 35,000. Hakuna namna ya kufanya. Moto haiko. Unaweza chelewa naye na inaoza. Unauza bitu na inachelewa inaoza. Kwa upande wao watembeza pikipiki pia wanasema wanalazimishwa kurekebisha bei ya jamii. Mbele tulikuwa tunabeba bamama ya sombe mu 15,000, 10,000 francs. Sasa mafuta ya gari ilikuwa bei chini. Maintenant hapa tunaanza kulipisha 40, 45,000 francs kupitia bei yenye karibira nako inapanda pale. Njoo unakuta pale mwa benefice inarudi. Tukababea mbea chini hakuna vraiment benefice. Kumbuka kuwa hali hii ni chanzo kwa wamoja ni kwa sababu ya uhaba wa mafuta na kwa wengine ni kwa sababu ya nia mbaya tu ya wauzisha mafuta. Ripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi. Kutoka Kindu tujelekeze Pabunia katika wilaya ya vijiji ya Mungwalu, kilomita 85 kutoka Bunia, ndani ya eneo la Jugu. Bei ya vyakula vya msingi imekuwa ikishuka kwa siku kadhaa. Kulingana na mbunge wa jimbo Jean-Pierre Bakilisende, uboreshaji huu unahusishwa moja kwa moja na kurejea taratibu kwa usalama katika barabara ya Bunia Mungwalu. Kurejeshwa kwa trafiki kwenye sehemu hii kumeruhusu magari za usafirishaji kusambaza bidhaa mara kwa mara. Anatoa mwito kwa viongozi wa kijeshi kuimarisha utulivu huu ili kuwahakikishia zaidi wakaaji na kuhimiza kurudi kwa watu waliokimbia makazi yao katika vijiji vyao. Tuzungumzie habari za afya. Mlipuko wa Ebola huko Bulape, wilaya ya Mweka katika mkoa wa Kasai. Wizara ya afya ilianza kutoa chanjo kwa wafanyakazi wa afya mnamo Jumapili, Septemba tarehe 14 kwa wauguzi yapata 48 kati ya wale 85 waliochanjwa. Katika eneo la Bulape, hali ya mlipuko ilionyeshwa kuwa kesi 45 zinazoshakiwa
kesi 3 zilizohakikishwa na vifo 16 vilivyoripotiwa. Taarifa hizi zote zilitolewa hapo Jumatatu wakati wa mkutano wa kila wiki kuhusu hali ya Ebola, Mpox na magonjwa ya kipindupindu nchini DRC. Wakati wa mkutano huu uliongozwa naye waziri wa afya wa umma Dr. Roger Kamba, iliibuka kuwa Mpox ilirikodi kesi 613, hali yenye kupunguka. Kipindupindu inapunguka kulinganishwa na wiki zilizopita, lakini bado ni wasiwasi katika eneo la Maniema na Mashariki. Tusikilize maelezo yake Mwamba Kazadi, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma katika sehemu hii iliyochaguliwa na Alain Irung katika tafsiri ya Florence Kizalunga. Pia tulikuwa tumetoa kesi chache ambazo ziko kwenye msingi katika swala la usambazaji wa pembejeo zingine, haswa ambulensi, dawa za kufufua, na maswala haya yote yalijadiliwa na washirika, na suluhisho hupatikana haraka kupeleka pembejeo hizi zote, lakini tayari kuna pikipiki ambazo zimewasili katika kiwango cha Bulape na ambayo inaweza kuruhusu timu hizo. Kwa hivyo hiyo ni kwa hali inayohusiana na Ebola. Halafu pia tulilazimika kuchukua janga la Mpox kwa sababu tuliona kuwa kuna akaya ambazo ni ndogo katika kiwango cha majimbo machache na katika mkoa wa Sankuru, mkoa wa Chwapa na Bazuele. Kwa hivyo mkakati ni kutekeleza shughuli kuziongeza katika kiwango cha nyumba hizi katika majimbo haya matatu. Upande mwingine, kufuatia tangazo la OMS ya kwamba chanjo zitaanza Jumapili Septemba tarehe 14, presidenti wa muungano wa kitaifa ya walimu wa Kongo Feneko UNTC Kasai, Felicien Lobo Mwamba Balinganai, alitoa mwito kwa walimu na wazazi katika jimbo lake kupata chanjo pamoja na kuwachanja watoto wao ili kupunguza kuenea kwa virusi vya Ebola mwaka huu wa shule na kuokoa wagonjwa wa Ebola. Tangazo hili lilitolewa Jumatatu iliyopita wakati wa mkutano katika ofisi ya kiongozi wa mkoa wa Kasai ya pili pale Mweka. Upande mwingine, mji wa Matadi unashindwa kupumua. Takataka zinavamia barabara kuu, mifereji ya maji, masoko na maeneo mengine ya umma ya mji mkuu wa Kongo ya Kati. Hali hii inahatiri vitongoji kadhaa, huhatarisha afya ya umma na mazingira na hatari ya uharibifu wakati wa mvua inapokaribia. Inakabiliwa na hali hii, wakaji wanatoa mwito kwa viongozi wa mjini kuendesha vema shughuli za ukusanyaji wa taka, huku wakisisitisha kushindwa kwa mipango ya awali ya usafi wa mazingira. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, katika jimbo la Tanganyika, shughuli za shule zilianza tena Jumanne hii katika taasisi ya Mulembwe na shule ya msingi ya Kisakala katika eneo la Moba. Wafanyakazi waliojenga majengo yanayohifadhi shule hizi kama sehemu ya mradi wa PDL 145 walikuwa wamefunga milango ya madarasa kwa wiki 2. Walidai malipo ya mishahara yao kwa miezi kadhaa kutoka kwa kampuni ya Safricas. Gavana wa Tanganyika alitembelea eneo hilo akiwaahidi kufanya yote ili suluhisho kwa madai yao ipatikane. Tukirudi mjini Kinshasa, jueni kama serikali ya Kongo inasambaza kantini katika shule kadhaa za umma kokote nchini. Hii ni sehemu ya sera ya taifa ya malisho shuleni kwa ushirikiano na mpango wa chakula duniani WFP. Wizara ya elimu ya kitaifa na uraia mpya ilihakikisha habari hii Jumatatu kwenye tovuti yake. Mpango huu unalenga kuboresha hali ya kujifunza na
kupunguza utoro shuleni. Blaise Dongala anatoa maelezo zaidi yakitafsiriwa na Pole Munanga. Kupitia sera hii, Wizara ya Elimu ya Kitaifa ya Uraia mpya inapanga kutoa chakula chenye lishe kwa karibu ya wanafunzi 1200 katika mwaka huu wa shule. Lengo ni kuhakikishia kila mwanafunzi chakula bora na chenye lishe kinaozingatiwa kuwa jambo kuu katika kuboresha ufaulu wa masomo na kukuza ustawi wa watoto wa Kongo. Mpango huu ukitekelezwa kwa ushirikiano na shirika la mpango wa chakula duniani unaonyesha dhamira ya serikali ya kuweka mazingira ya shule yanayofaa kujifunza. PAM ilisisitiza uungaji mkono wake kwa utekelezaji wa taratibu wa mkakati huu na kusaidia serikali ya Kongo katika ukamilishaji wake. Katika mwezi wa Mei iliyopita, waziri wa nchi wa elimu Raisa Malu ametaka mchakato huu utekelezwe. Washirika wengine pia wanapendekeza kujumuisha katika mpango huu wa kulisha shuleni, na mpango unapokea usaidizi kutoka nchi kadhaa ni kama Ubelgiji na Ufransa. Upande mwingine, katika jimbo la Chopo, shirika la ushirikiano wa kimataifa la Ubelgiji, Enabel kwa kifupi, linazindua shule ya waume katika eneo la Isangi lililoko kwenye kilomita 125 magharibi mwa jiji la Kisangani. Mbinu hii ni sehemu ya mradi wake wa afya na ulinzi wa kijamii. Inalenga kuwashirikisha wanaume katika masuala ya afya ya uzazi na mtoto. Wasikilizaji wapendwa, karibu tena kufata kipindi cha pili katika usomi wake Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Katika jimbo la Tanganyika, hali ya usalama katika mji wa Kalemi imekuwa bora ikilinganishwa na siku zilizopita. Ni kwamba kesi za mauaji zimepunguka sana na milio ya masasi haisikike tena sana kama hapo awali. Haya ni maoni yaliyotolewa na shirika la mahali linaloitwa Umoja ni Nguvu. Nathan Mugisho, mratibu wa shirika hili katika jimbo la Tanganyika, ndiye mwalikwa wetu leo. Anazungumza hayo katika mahojiano haya na Paulin Munanga. Jambo ndugu Nathan Mugisho. Jambo baba mtangazaji. Hali ya uhalifu iko namna gani katika mji wa Kalemi na maeneo inayopatikana kando kando ya mji huo? Ndiyo baba mtangazaji, kwa siku hizi 2-3-4 watu kweli wanapata koka busingisi ndani ya mji wa Kalemi na kando kando, kwa sababu hatusikie tena mlio wa risasi kama gisi ilivyokuwa kawaida siku zilizopita. Kila usiku masasi ikilia, watu wakiporwa, watu wakitendewa vibaya, na badala ya hiyo kweli tuseme katika kando kando ya Kalemi, barabara ya kwenda Bendera, barabara ya kwenda Kabimba, barabara ya kwenda Lubumbashi, na barabara ya kwenda hata njia ya Nyunzu, kwa siku hizi 2 kweli hakuna ripoti mbaya kuhusu hali ya usalama. Hiyo kweli inaweza kusemewa. Tunaona kama kuna uboreshaji wa hali ya uhalifu. Ni nini inasababisha hali hii? Kama kwa leo tunakuwa naona usalama unakuwa vizuri kidogo ndani ya mji wa Kalemi na kando kando. Tutoe kwanza hongera kwa servisi zote za security ambazo zinazoea kufanya kazi ya usalama, kwa sababu wamefanya jitihada yote wakifanya hiyo ambayo inaitwa bouclage ndani ya makata mbalimbali, na huko wameshika watu mbalimbali ili wachunguze, na hiyo kweli imeleta uoga kwa wengi na imeonesha waziwazi ya kwamba wakichunguza nyumba kwa nyumba itapunguza wabandi ama wajambazi ndani ya mji wa Kalemi. Na hiyo kweli imefanyika ndani ya komine 2, imefanyika katika komine ya Kalemi huko ngambo ya 4 coin, na imefanyika vile vile katika komine ya Lukuga ngambo ya Kichanga, ambapo pia hiyo uchunguzi imefanyika ndani ya manyumba kwa manyumba, na inaleta kuboresha usalama ndani ya mji wa Kalemi. Ni karta gani zaidi ya Kalemi mara nyingi
inahusika na ukosefu wa usalama. Kata ambazo zinazoea kuwa na ukosefu wa usalama mdogo ndani ya mji wa Kalemi, tukumbushe kwamba mji wa Kalemi unakuwa na komine 3, Kalemi, Dilak na Lukuga, lakini komine ya Lukuga ndiyo inaonekana kweli kuwa na makaya mingi ambayo inakuwa ya ukosefu wa usalama, na ni ndani ya kata Joseph ndio inaonekana, ikifuatiwa na kata Kituku, na vile vile ndani ya komine ya Kalemi ukienda ndani ya kata Katambwa ndio inaonekana ya kwamba usalama unazidi kuwa mdogo sana. Ukiingia katika komine ya Dulac yenye kuwa katikati ya mji, na inaonekana ya kwamba kuna maavenue sawa vile Joubert, kuna maavenue sawa vile Lawrence ngambo za huko Benz, Shabakivu huko kweli. Pia ndani ya kata Kapulo kunaonekana kweli kila mara usalama unakuwa mdogo huko. Sasa utueleze matukio ya ukosefu wa usalama yenye umerikodi katika siku hizi. Matukio ya mwisho ambayo tumeishi mabaya sana ya kusikia mulio wa risasi ndani ya mji wa Kalemi imefanyika usiku wa tarehe 31 kucha tarehe 1 mwezi wa kenda huu ambao tunaishi huko kwenye Avenue Kichanga, kata Joseph ndani ya komine ya Lukuga, ambapo nyumba 5 zimeingiliwa na wezi wenye kushika silaha ya moto na wenye kushika pia mipanga na vitu mbalimbali. Wamepora vitu mbalimbali, pesa, na vile vile wameumiza watu 3. Na nini sasa inahitajika ili watu waishi kwa amani ndani ya mji ya Kalemi? Tumetewa ongera sana kwa wakuu viongozi ambao wamesimamia kazi hizo, hasa viongozi wa kijeshi, viongozi wa kipolisi, viongozi wote wa maservisi yote ya security ambao wamechukua hiyo uamuzi. Tunajua ya kwamba mji wa Kalemi umejikuta pembeni ya mji wa Uvira, na watu wengi wamekimbia kati ya maprison majela ambazo zinakuwa ndani ya Uvira, Bukavu, na hao wabandi wote wamekimbia na wanawezekana kuwa ndani ya mji wa Kalemi, ndani ya kando zake. Na vile vile hata ndani ya mji wa Kalemi tumeona ya kwamba prison centrale ama jela ya mji wa Kalemi nayo pia ilipata ajali, kuona watu walikimbiaka, na wale ambao walikimbia ndani walikuwa ni wabandini wa criminal. Hiyo ilisababisha ya kwamba wa criminal wakuwe katikati ya watu. Kama msako utaendelea, mabuklage kuendelea kuchunguza nyumba kwa nyumba, itasaidia sana ili kwamba hiyo hali ya usalama mdogo ipate kumalizika. Bwana Natamugisho na kushukuru. Radio Kapi, dossier en Swahili. Katika mtaa wa Beni jimboni Kivu Kaskazini, MONUSCO imetoka kukarabati majengo 2, kila moja ikiwa na vyumba 3 katika shule la kiufundi Mabasele iliyopo Ngite, ni kwa umbali wa kilomita 15 kutoka mji wa Beni. Sherehe rasmi ya makabidhiano hayo ilifanyika siku chache zilizopita mbele ya viongozi wa mahali na wazazi waliofurahia tendo hili la MONUSCO ambayo sasa inawaruhusu watoto kusoma katika mazingira mazuri. Marki Marofimbo anatueleza zaidi. Majengo zile mawili za shule la kisekondari ya Mabasele iliunguzwa na wahuni wa ADF walipokishambulia mwaka jana. Shughuli za shule zilikuwa zikiendeshwa katika hali isiyo stahili. Tangu Jumapili 7 Septemba mwaka tuliomo, shule la kisekondari la Mabasele huko Ngite yamekuwa upya kupitia msaada wa tume la MONUSCO kwa mgao wake wa jinsia. Majengo mawili tayari yamewekwa upya na kujazwa na marfa, pia mabati kwa kuweka vifaa vya walimu na wanafunzi, lakini pia choo 4 imejengwa na tanki kubwa ya maji kuchimikwa. Sadok Kambale, mwalimu wa shule la kisekondari ya Mabasele, aeleza: tunajikuta na furaha sana. Unaona, tulikuwa nafundisha mkondisio zenye haziuza mzuri bâtiment depuis 2015, wakati hapa kulikuwa maincursion, wazazi wakahama na ndio bâtiment kabaki en chantier. Alafu tulifurahi wakati MONUSCO section genre ilikuwa rehabilite masomo na wanafunzi wanaanza kurudi na wazazi vile wanaanza kurudi kuya andikisha watoto wao hapa ndani ya masomo ya Stima Basele. Metris Kaambu ni mwanafunzi wa darasa la 4 kunako shule la kisekondari ya Mabasele huko Ngite. Kwake yeye hapo sasa wasoma katika hali nzuri. Metris Kaambu: tuko nasoma bia, tunasema merci kwa yale yote ambayo wamekusha kutufanyia. Zamani haikuwa naendelea, lakini leo tunasema merci kwa sababu tumeona mawese za mzuri, tumeona vile na tangi ya mai hatukuwa na mai. Tunasema Mungu awabariki. Wengine nabaki hapa kuko batima 2
na biro yetu naye haijengewe, tunasema waendelee kwa yale ambayo walifanya. Tayari wazazi waanza kuwarudisha wanafunzi wala watoto wao toka mahali walipotumwa kusoma tangu shule hii ijengwe upya, alisema mwalimu Sadio Kambale. Wazazi walitosha watoto, unaona, wakati maingisho zilikuwa tena batima ingine kalungula, wazazi wakakuwa dekuraje, wakahamisha watoto wakapeleka Beni, wengine watoto wanasomea Wicha, wengine wanasomea Meituri na wengine wanasomea kwa maekole ya environnante hapa. Wakati seremoni ilikuwa hapa siku ya dimanche kuremettre ouvrage ku école, wazazi wengi walifika hapa kwa seremoni na walifurahi sana, na njoo watoto sasa wanaanza kuja tena kuandikiwa hapa. Tuwajulishe kwamba hii itakuwa ni mradi mwingine wa tume la MONUSCO katika malengo zake za kuwashindikiza viongozi kiserikali, ikiwa majengo yalidumu miezi mitatu kwa gharama ya dola za Kimarekani takribani 49,000. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.